kabisa. Habari za mchana, habari za asubuhi. Mchana bado hujaingia. Habari za asubuhi. Karibuni kwenye mkutano wetu ambao unahusiana na Ngao ya Jamii 2026, mchezo wa ufunguzi wa msimu, mchezo ambao utawakutanisha Young Africans dhidi ya Simba Sports Club. Mchezo utachezwa uwanja wa Amani Zanzibar, Jumatano ya Agosti 12 saa 2:30 za usiku. Ikiwa tayari tumekwisha tangaza mauzo ya tiketi kwa maana ya bei za tiketi kuelekea katika mchezo huo wa Ngao ya Jamii, lakini tunayo taarifa kubwa kuelekea kwenye mchezo husika. Mara nyingi katika eneo la tiketi tulikuwa tuna namna tofauti ya ununuzi wa tiketi, lakini kuelekea kwenye Ngao ya Jamii ya 2026 leo hii tunatambulisha platform mpya, tunatambulisha mfumo mpya wa namna ya ununuzi wa tiketi. Kwa sasa tiketi zitakuwa zinapatikana kidigitali, kwa maana ya kwamba zitakuwa zinapatikana kwenye mfumo ambao unaingia kwenye www.tff-tickets.com. Huko ndiko ambako tiketi zinapatikana. Na namna yake ni kwamba ukishaingia kwenye mfumo wenyewe utakutana na shindano ambalo unahitaji kwa wakati huo kuweza kununua hiyo tiketi. Kwa sasa maana yake ni Ngao ya Jamii. Kwa hiyo unapoingia pale itakuletea aina ya majukwaa ambayo unataka kwenda. Hii hapa ni aina ya mfumo wenyewe kama ambavyo nimesema. Ukiingia unakutana na kitu kama hicho, na baada ya hapo utakwenda kwenye eneo ambalo linakuambia chagua sehemu ambayo unataka kwenda kukaa, kwa maana ya kwamba ukiangalia hapa kuna Orbit ambayo ni shilingi 10,000 kama tulivyokuwa tumetangaza, lakini kuna Russia shilingi 20,000, kuna saa 10,000, VIP A 50,000 na Wing A 30,000. Zote unaziona ziko hapa. Ukishachagua eneo ambalo unataka kwenda kukaa, maana yake ni kwamba ukiklik eneo hilo itakupeleka hapa ambako unaingiza hicho kiasi ambacho unaona hapa tayari. Umenunua tiketi mbili kwa mfano, maana yake hapa inakuja hiyo 20,000, wakikuwekea pamoja na kodi, maana yake vyote vinaonyesha hapa. Kwa hiyo baada ya kufuata hizo prosesi zote mpaka mwisho, tiketi za sasa hivi zitakuwa zina majina kwa maana ya jina lako kabisa. Kwa hiyo mpaka utakapokuwa umemaliza mwishoni kabisa kuna sehemu ya kuingiza jina lako, lakini mfumo huu unaruhusu mtu mmoja kuweza kununua tiketi 4 tu kupitia namba yako ya simu ya mkononi, na unaweza kulipa kupitia mitandao yote. Unaweza kulipia hizo tiketi, na mwisho kabisa utaipata tiketi yako ambayo itakuja kuskaniwa wakati unaingia. Kwa sasa hivi hakutakuwa na mambo ya tiketi zile za kuprint. Manake ni kwamba unakuja na simu yako ukionyesha tiketi yako, manake ni kwamba kuna eneo la kuscan ambalo katika kila geti kutakuwa na hizo skana ambazo zinatuwezesha sasa kuweza kuskani na wewe kuweza kuingia uwanjani kwa urahisi kabisa. Ni mfumo rahisi sana kuweza kuutumia, na ni mfumo ambao unakwenda kurahisisha eneo hilo la ukataji wa tiketi, kwa maana ya sasa tunafanya tiketi kwa njia ya mtandao, tiketi kwa njia ya teknolojia ambayo itasaidia mashabiki pia katika masuala mengi hayo ya kuingia uwanjani. Kwa hiyo hapa tutaonyesha namna ambavyo huo, kama mnavyoona, ndio mfumo wenyewe. Ukiingia sasa unakutana na mashindano ambayo yamejipanga, na unaona pale kuna hiyo Tanzania Community Shield 2026, kwa maana ndio Ngao ya Jamii hiyo 2026. Ukishaingia hapo sasa, ukikliki hapo inakuletea hapo tarehe, na hapo chini kutakuwa kuna mechi. Tiketi zinaanza kuuzwa leo kuanzia saa 8 mchana. Kwa hiyo ikifika saa 8 mchana ukiingia hapo utakutana na mchezo husika, kwa maana Young Africans dhidi ya Simba Sports Club, na itaanza kukupeleka sasa kwenye hizo hatua zote kama ambavyo nimekuelewesha hapo. Nitaonyesha video ambayo inaonyesha namna ambavyo unaweza kukata hizo tickets. Kama unavyoona hapo, ukiingia zinakuja hizo ni sehemu ya tiketi. Umechagua tiketi mbili, inakuja hapo kwenye malipo.
unaendelea, unaingiza email yako, unaendelea, kuna hizo OTP zitakuja kwa ajili ya kuverify. Ukiverify itakupeleka kwenye malipo, then inakuja hapo, unaendelea kufanya hayo malipo yako. Unaona, unaingiza namba yako ya simu ya mtandao wowote, inakupeleka hiyo eneo la payment confirmed, kwa maana ya malipo ambayo tayari umekwisha yalipa. Na namna ambavyo inaendelea kama unavyoona hapo, inakuonyesha mpaka sehemu ambayo utakwenda kukaa, na hiyo kama nilivyosema kwamba hiyo tiketi ni ya nani, unaingiza hayo majina hapo sasa katika eneo hilo hapo, na kisha baadaye unaendelea. Ukiendelea hapo, manake inaonyesha kabisa kwamba Elisa Do ndiye ambaye mwenye hiyo tiketi. Kwa hiyo kama umenunua tiketi 4, manake wote utalazimika kuandika majina yao kwa namna ambavyo unaendelea kununua hizo tickets. Kwa hiyo ni mfumo ambao tunasema kwamba tunakwenda kidigitali na tunapiga hatua zaidi. Kwa hiyo TFF tumeona kwamba katika eneo hilo la masuala ya tickets, basi twende katika mfumo huo, na wenzetu wa OneOut kwa sasa wao wanatusaidia katika eneo la teknolojia, lakini mfumo wenyewe ni wa kwetu sisi TFF, ambako utakuwa na mambo mengi huko baadaye, lakini kwa sasa kwa sababu tunakwenda kwenye ngao ya jamii, basi niwaambie mashabiki kwamba tiketi zinaanza kuuzwa leo saa 8 mchana kupitia huo mtandao au hiyo platform www.tff-tickets.com. Ukiingia hapo kuanzia saa 8 mchana unaweza ukanunua tiketi yako. Kwa hiyo wale ambao walikuwa wakiuliza kwamba tiketi zinapatikanaje, zinapatikana wapi, tiketi kwa sasa ni mtandaoni. Kwa hiyo wajiandae kwa ajili ya kukata tiketi katika dabi hiyo ya ngao ya jamii 2026. Kwa hiyo niwaombe, kwa sababu ni mfumo mpya na ndio maana tunaendelea kuelekezana, wakipita kwenye platform zetu zote za TFF watakutana na hiyo video ambayo tumeicheza hapa, ili kuwaonyesha namna wanavyoweza kukata hizo tickets, kuondoa sasa hiyo kama kwa sababu mfumo ni mgeni, maanake ni kwamba itawasaidia zaidi kuwarahisishia katika eneo hilo la ukataji wa tiketi. Kwa hiyo kufikia baada ya press conference hii, video hii watakutana nayo kwenye platform zetu zote, alafu kufika saa 8 sasa wataanza kuweza kununua tiketi kupitia katika mfumo huo ama platform hiyo. Nitairudia taratibu ili waweze kufahamu kwamba wananunulia wapi. Nimesema tiketi za ngao ya jamii 2026 zinapatikana mtandaoni kupitia kwenye www.tff- kwa maana ya kale kadash ambako anakaa katikati, sio ile ya chini, ni dash ile ya katikati, alafu tickets.com. Ukishaingia hapo inakupeleka moja kwa moja huko kuweza kununua hiyo tiketi yako. Kwa hiyo ilikuwa ni taarifa ambayo tulisema kwamba tuitoe leo kwa sababu ni jambo jipya kwetu sote. Kwa hiyo tuliona kwamba ni vizuri tukaweza kulizungumza hapa ili tufahamu kwamba ni namna gani ambavyo tunaweza kununua tiketi zetu kuelekea kwenye ngao ya jamii 2026. Kama kuna maswali. Changamoto kwa mfumo uliopita siwezi kuzungumza kwa sababu hapa tunazungumza kuhusiana na mfumo mpya ambao tumekuja nao kwa ajili ya kurahisisha zaidi ukataji huo wa tiketi, kwamba wewe unachotakiwa ni simu janja yako tu, umekaa kwenye kochi, unaendelea na taratibu zote za kuweza kukata tiketi. Kwa hiyo hilo ndio kubwa ambalo tumeona kwamba tunaingia digital. Kwa hiyo sio swala la kwamba mfumo gani una matatizo gani ama mfumo gani una matatizo gani. Kwa sasa kwa kuanza
Maanake ni kwamba kama hauna simu janja, maanake ni kwamba ni ngumu wewe kuweza kununua tiketi, kwa maana ya kuanzia kwenye mchezo huu wa Ngao ya Jamii, wakati ambako tunaangalia namna ambavyo uko mbele hata kwenye simu janja yako kuweza kununua hiyo tiketi. Kwa hiyo wenzetu ambao wanatusaidia kwenye teknolojia wanaendelea kuchakata na kuona namna gani ambavyo tunaweza sasa hata ukiwa na simu ambayo sio simu janja kwa maana ya kwamba kuweza kununua hiyo tiketi. Lakini kwa sasa kuelekea kwenye Ngao ya Jamii 2026 lazima uwe na simu janja ili kuweza kununua hiyo tiketi yako. Sasa tusijikite kwenye matatizo, kwa sababu tunaamini kwamba mfumo huu kwanza hauna matatizo, lakini katika upande mwingine, kwa maana ya mtu amepoteza kifaa chake, ukishanunua tiketi, maanake tiketi yako inabaki pale kwenye cards, kwa maana tiketi yako ipo, na ndio maana kuna sehemu ya kuingiza email. Maanake ni kwamba tiketi hiyo unaweza kuipata pia kwenye email yako. Kwa hiyo maanake ni kwamba hata ukipoteza, ukitumia simu nyingine kuweza kuingia, unakutana na tiketi yako, haina shida yoyote. Hata kwa sasa ukiwa umeshainunua wewe mwenyewe binafsi, maanake ni kwamba bado unaweza kuona namna ambavyo unaweza either ku-screenshot au vipi, kwa sababu kuna QR codes pale, ndizo ambazo zitakuwa ziko scanned. Kwa hiyo hata ukiichukua ukaenda kumtumia mtu mwingine, maanake ni kwamba kinachofanyika pale ni ile QR code ambayo ndio inakuwa tunai scan, sio? Lakini ikishakuwa scanned, maanake ni kwamba hiyo tiketi inaonyesha kwamba imekwisha tumika. Kwa hiyo hata ukimpa mtu mwingine akaja, ataambiwa bwana, hiyo tiketi tayari ishatumika na mtu fulani, kwa sababu zinakuwa zina jina. Kwa hiyo manake itasema kabisa kwamba bwana Ndimbo tayari ameshatumia hiyo tiketi kuingia ndani. Na ndio maana tumesema kwamba tunakuja na solution zaidi kuhakikisha kwamba tunakwenda kidigitali, lakini kurahisisha zaidi katika eneo hilo la uingiaji viwanjani. Kwa mtu ambaye anataka kukata kwa mtu zaidi ya mmoja, manake unaanza process ya kwanza. Kuna eneo pale linakuonyesha kabisa kwamba tickets unanunua ngapi. Kuna sehemu hapa niliionyesha, inaonyesha namna ambavyo tiketi ngapi ambazo umezinunua. Wacha nikupitishe kidogo. Umeona kwenye eneo hili hapa. Eneo hili hapa, mfano hapa kwenye hii tulichagua tiketi 2. Kwa hiyo manake ni kwamba kama unataka tiketi 4 utaandika hapa tiketi 4, itakuja idadi na kiasi cha fedha. Umeona hapa ilikuwa ni jukwaa la Orbit ambayo ni shilingi 10,000, tukachagua tiketi 2 ambazo imekuja 20,020, ukiplus pamoja na kodi 3600 imekuja jumla hapa ya hii 23,600. Kwa hiyo mwishoni unapokuwa umelipia zile tiketi, maanake tiketi zote 4 zinakuja kwa wakati mmoja, kwa sababu tayari umekwisha zilipia. Lakini kwa sababu zinakuja tickets kama tickets, maanake ni kwamba hao wengine mnaweza mkaja kwenye muda tofauti, kwa sababu kila mmoja anakuwa na tiketi yake na yenye jina lake. Kwa hiyo anaweza kuingia wakati mwingine, sio lazima mkusanyane muingie kwa pamoja, kwa sababu wewe umemkatia tiketi huyo mtu, isipokuwa tu kwamba tukisha scan, maanake ni kwamba hiyo tiketi inakuwa tayari imekwisha tumika. Nimemaliza maswali yako. Kuelekea kwenye mchezo huu wa Ngao ya Jamii, tiketi zote zitanunuliwa kupitia hiyo simu yako ya mkononi, lakini ikiwa ni simu janja. Kwa hiyo kwa yule ambaye hana simu janja kuelekea kwenye mchezo huu wa Ngao ya Jamii, kusema kweli hakuna solution yoyote. Wenzetu ambao wanatusaidia kwenye teknolojia wanaendelea kufanyia kazi kuona namna gani ambavyo hata ukiwa na simu janja pia inawezekana kuweza kukata hiyo tiketi yako. Lakini kwa sasa maana yake ni kwamba lazima kuingia mtandaoni kuweza kununua hiyo tiketi yako. Kama ambavyo nimekuonyesha kwamba unapolipia kuna sehemu ya tax pale ambayo inakuja automatically, kwamba yani wakati unanunua, ukinunua tiketi moja, ukinunua 2, ukinunua 4, manake wakati unanunua inakuonyesha kabisa pale kwamba kodi yako ni kiasi gani. Kama unavyotuma fedha, ukituma fedha si inakuonyesha kabisa kwamba ukituma fedha makato yako ni haya ambayo yanakuwa ni kwa ajili ya kodi, lakini hakuna gharama nyingine yoyote ambayo unaingia katika mfumo huu wa ukataji tiketi. Tumesema kwamba
mtu mmoja anaweza kukatia watu wengine watatu, kwa jumla watu 4, kwa maana kwa wakati mmoja unaweza ukakata tiketi 4, ukaandika tu kwamba huyu ni fulani, huyu ni fulani, huyu ni fulani, huyu ni fulani, ukampatia tiketi yake akaingia uwanjani. Kwa sasa solution maana yake ni hiyo. Kwa sasa tunazungumzia ngao ya jamii. Kwa hiyo tumeutambulisha mfumo wa kununua tiketi kuelekea ngao ya jamii 2026 Young Africans dhidi ya Simba Sports Club. Mashindano gani mengine ambayo yatatumia platform hii bado tunayo nafasi, tutakuja kwa ajili ya kuwaeleza kwamba ni kitu gani kingine ambacho kinaendelea kwa sasa, kwa sababu mchezo wa dabi upo karibu. Kwa hiyo tunaelezea zaidi kuhusiana na shindano hili ambalo lipo karibu. Umezungumzia kuhusiana na waamuzi wa mchezo Young African dhidi ya Simba Sports Club ngao ya jamii. Waamuzi ndani ya siku mbili hizi tutakwenda kuwataja. Kuna taratibu ambazo zinaendelea na kisha itafika huo wakati wa kuweza kuwataja hao waamuzi. Kwa hiyo tuwe na subira. Waamuzi sio siri, waamuzi watatajwa baada ya kumalizika hizo taratibu ambazo zinaendelea za kiutawala. Unaitwa ngao ya jamii licha tu ya kwamba ni mchezo ambao unafungua msimu husika. Kwa maana tunavyozungumza sasa hivi maana yake ni kufungua msimu wa 2026 2027. Lakini mara zote tumekuwa tukicheza michezo hii pia tumekuwa tunarudisha kwa jamii pale ambapo michezo hiyo inakuwa inachezwa. Ngao ya jamii 2026 alkadhalika pia vile tutakuwa na hiyo tunaita CSR kwa ajili ya kurudisha kwa jamii. Kuna taratibu za kiofisi ambazo zinaendelea, lakini tutakuwa na hilo tukio la kijamii katika mchezo husika. Kwa hiyo pia baada ya mambo yote kuweza kukamilika, pia tutasema kwamba ni namna gani ambavyo tunarudisha kwa jamii, lakini kuhakikishia kwamba ngao ya jamii 2026 itakuwa na hilo tukio na ni tukio ambalo kusema kweli ni tukio ambalo tunasema kwamba tunataka watu wapate hiyo message katika jambo hilo, lakini wakati huo huo tunaisaidia jamii hiyo ambayo tutakwenda kusema sasa ni jamii hipi baada ya hivyo vitu vyote kuweza kukamilika. Sababu kubwa ni kwamba uwanja ambao uko tayari kwa ngao ya jamii ni uwanja wa Amani Zanzibar. Hilo ndo jambo kubwa. Unajua tofauti kati ya kwangu kati ya kwetu sisi tuseme kama taasisi na wewe ambaye unakaa studio, sisi kabla ya kuweza kuutaja uwanja, maana yake ni kwamba huwa tunafanya kila kitu kuhakikisha kwamba tumepita kwenye hivyo viwanja, tumeangalia kila kitu, tumefanya ukaguzi, tumefanya nini, tumejiridhisha na kila kitu, na kisha ndio tutakwenda kusema kwamba mchezo huu utachezwa huku. Tofauti na wewe ambaye uko studio, siku zote wewe umekaa studio tu, hata hujui kwamba uwanja huu ukoje, uwanja huu unakwenda namna gani, uwanja huu una vitu gani. Lakini hata wewe nikikuuliza sasa hivi kwamba nikutajie tu mechi yoyote nikakuuliza utaipeleka uwanja gani, najua kwamba una kiwanja chako ambacho kipo kichwani ndio kitakuja kwamba huu hapa, lakini hujui kwamba huo uwanja je uko tayari kwa huo mchezo. Sasa sisi kwetu manake ni kwamba kila mchezo kabla ya kutajia uwanja manake ni lazima ujiridhishe kwamba kila kitu kiko tayari kwa ajili ya mchezo huo. Swala la gharama halikwepeki kwa sababu hata mchezo ungepelekwa Lake Tanganyika Kigoma, kuna mtu anatoka Mtwara anafikaje huko Kigoma? Manake kuna distance kubwa. Hata mchezo ungepelekwa Mwanza, kuna mtu anatoka Zanzibar naye pia vile manake si anavuka maji anaenda Mwanza. Hata mchezo ungepelekwa Morogoro, manake bado kuna mtu anatoka Kigoma huko, kuna mtu anatoka Zanzibar, kuna mtu anatoka Mtwara, bado naye ana hiyo safari.
Ukiniambia changamoto ya wengine kuvuka maji, manake ni kwamba sasa basi kila mchezo tukiwa tunaupanga, manake tuwe sasa tunasema kwamba kuna mtu mwingine hujua hawezi kusafiri na gari pia. Kwa hiyo tukipanga Morogoro, huyo mtu ambaye hawezi kusafiri na gari naye inakuwaje? Kwa hiyo ukianza kuangalia hivyo vitu, manake ni kwamba sasa yani utajifungia katika sehemu kadogo ambako haiwezekani. Sawa. Kwa hiyo itoshe kusema kwamba uwanja ambao uko tayari kwa ngao ya jamii 2026 kati ya Young Africans na Simba Sports Club ni uwanja wa Amani Zanzibar.